DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Na mpenzi msikilizaji, imetimu saa 12 asubuhi nyumbani Afrika Mashariki, ni saa 11 alfajiri hapa Ulaya ya Kati. Kwa niaba ya wote utakaowasikia na ukaribisha kwenye matangazo yetu ya asubuhi yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. DW habari za ulimwengu. Msomaji wako naitwa Mohamed Khelef, na tuanze na muhtasari wake. Rais wa Iran amekataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani juu ya mpango wa nyuklia nchi yake, huku Rais Trump akitishia kuishambulia kijeshi Tehran. Mapigano makali yameripotiwa kwenye mstari wa mbele wa mapambano kati ya Ukraine na Urusi. Na China inasema imegundua akiba kubwa ya mafuta kando ya eneo lenye mzozo la bahari yake ya kusini. Habari kamili. Tehran. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema nchi yake imekataa majadiliano ya moja kwa moja na Marekani juu ya programu ya nchi yake ya nyuklia, likiwa jibu la kwanza rasmi la Tehran kwa barua ya Rais Trump aliyomtumia kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatullahi Ali Khamenei. Kwenye jibu hilo lilotumwa kupitia serikali ya Oman, Rais Pezeshkian amesema kuwa upo uwezekano wa kufanyika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Washington. Hata hivyo, mazungumzo kama hayo hajaleta mafanikio yoyote, kwani Trump aliondosha nchi yake kwenye makubaliano ya nyuklia kati ya Tehran na mataifa makubwa kwenye muhula wake wa kwanza wa urais na mwaka 2018. Kwa upande wake, Trump ametishia kuishambulia kijeshi Tehran endapo haitokubali kusaini makubaliano na Marekani. Kiev. Jeshi la Ukraine limeripoti mapigano makali kwenye mstari wa mbele wa mapigano wa mashariki mwa nchi hiyo hapo jana, baada ya majeshi ya Urusi kusonga mbele. Kupitia taarifa yake kwenye ukurasa wa Facebook hivi leo, jeshi hilo limesema kumekuwa matukio 104 ya makabiliano, ambapo mengi ya mashambulizi ya Urusi yalifanyika kwa mizinga na makombora. Sehemu kubwa ya mapigano hayo yameripotiwa kutokea kwenye mji wa Provsk kwenye jimbo la Donbas. Mapema hapo jana, mamlaka kwenye eneo hilo zilisema watu 2 waliuawa na wengine 35 kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo rubani za Urusi. Beijing. Shirika la uchimbaji mafuta la China limegundua kiwango kikubwa cha mafuta kwenye eneo la mashariki mwa bahari ya kusini ya China, kwa mujibu wa taarifa iliyotangazwa leo na shirika la habari la nchi hiyo Xinhua. Shirika hilo limesema eneo hilo lenye ukubwa wa kilomita 170 liitwalo Hiju lina akiba ya zaidi ya tani milioni 100 za mafuta. Majaribio ya uchimbaji yameonyesha kuwa matangi 413 ya mafuta ghafi na mita za ujazo 1068 za gesi asilia hupatikana kwa siku kwenye eneo hilo. Sehemu yaliyogunduliwa mafuta hayo haimo kwenye eneo ambalo linazozaniwa kati ya China, Ufilipino, Malaysia, Vietnam na Brunei. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. London. Wajumbe kutoka mataifa zaidi ya 40 wanakusanyika leo nchini Uingereza kwa mkutano wa kilele juu ya biashara haramu ya usafirishaji wahamiaji ulioitishwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Keir Starmer. Mawaziri wa mambo ya ndani kutoka Ujerumani na Ufaransa ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo wa siku 2 unaofanyika wakati Uingereza ikipambana na wahamiaji wa hali ya juu. Taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza imesema Starmer atashinikiza kupatikana kwa suluhisho la kudumu na la pamoja kuzuia kile anachokiita kitisho cha wahamiaji kwa usalama na ubinadamu. Wawakilishi kutoka Ulaya, Asia, Afrika na Amerika Kaskazini, ikiwemo Marekani, wanahudhuria mkutano huo unaomalizikia kesho Jumanne. Paris.
Kiongozi mkuu wa siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ufaransa, Marine Le Pen, anatazamiwa kusomewa hivi leo hukumu ya kesi yake ya ubadhirifu wa fedha ambayo inakihusisha pia chama chake cha National Rally na bunge la Ulaya. Kwenye kesi hiyo, chama hicho kinatuhumiwa kupokea fedha kutoka bunge la Ulaya kwa ajili ya malipo ya wasaidizi wa bunge ambao walikuwa ama ni wafanyakazi wa muda au wa kudumu wa chama chake. Jumla ya watuhumiwa wengine 28 wamejumuishwa kwenye kesi hiyo ya ubadhirifu wa euro milioni 7 ambayo hukumu yake itaamua mustakabali wa kisiasa wa Le Pen na chama chake. Mwanasiasa huyo aliwahi kurejesha euro 300,000 mnamo mwaka 2023, lakini chama chake kimesema malipo hayo hayakumaanisha kwamba amekiri kutenda makosa. Endapo hukumu ikiwa dhidi yake, huenda Le Pen akazuiliwa kuwania uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Na huo, mpenzi msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. DW kipindi maalum. Assalamu alaikum mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye makala hii. Kwa waumini wa dini ya Kiislamu, leo ni sikukuu ya Eidul Fitri ambayo inasherekewa baada ya kukamilika kwa mwezi mtukufu mfungo wa Ramadhani, ambao kimsingi waumini hufunga kwa siku kati ya 29 hadi 30 kila mwaka. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu hii leo kwa Waislamu ni siku ya Eid. DW Kiswahili tunakukaribisha basi kwenye makala hii maalum inayoangazia siku hii muhimu kwa Waislamu. Mimi ni Saumu Mwasimba, tuandamane. Na kwanza kabisa tumkaribishe Sheikh Yusuf Gihete kutoka Bujumbura, Burundi, kutupa mawaidha ya siku hii tukufu. Mfumo wa kuandaa sherehe au kusherehekea Idi kama ilivyo ada katika Uislamu ni mfumo ambao unaanza kwa kuswali kwanza ili kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakati huo huwa watu wamependeza wakivaa nguo mpya kwa wale wenye uwezo, na wale ambao hawana uwezo basi hujaribu kuvaa nguo safi ili wawe katika mandhari nzuri inayopendeza. Pia na watu huwa wanajaribu kutumia walichopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo halali, vyakula na vinywaji, ili iwe ni siku hasa ya furaha, bila kuwasahau jirani na marafiki, na bila kusahau kuwatolea sadaka wale wasiojiweza katika mafukara na maskini. Pia kulinda misingi yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasikurubiwe. Uislamu umembatanisha swala la zakatul fitr na saumu kwa sababu kwa kweli kuna malengo hasa mawili ambayo ndiyo lengo kubwa la Uislamu katika kuambatanisha ibada ya saumu na ibada ya kutoa zakatul fitr. Kwanza kabisa ni kwamba zakatul fitr hiyo inakuwa ni kama vile sabuni ya kusafisha kasoro iwapo zimetokea katika wakati mtu alipofunga. Basi kama kuna kasoro iliyotokea katika kutotimiza zile adabu za saumu, basi hii zakatul fitr inakuja kusafisha ile saumu ili ipokelewe hali ya kuwa imekamilika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lengo lingine kubwa pia ni lengo la kuwajali wa maskini wasiojiweza ili wapate mlo wa kula siku ya Idi, kwa kutimiza ile furaha ambayo lazima kila Muislamu pale alipo ahisi furaha hiyo kwa siku ya Idi. Ramadhani kwa kweli ilikuwa ni kama chuo kikuu ambacho watu wameweza kuchukua fursa ya kupata haya na yale katika mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu mtu baada ya Ramadhani ajaribu kuendelea na ile hisia ya kudiriki na kuhisi umuhimu wa muda, ili autumie vizuri katika kuandaa mambo yake ya kila siku, autumie vizuri katika kuendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na autumie vizuri pia kuendelea akiwa na zile tabia nzuri alizoweza kuzipata katika mwezi wa Ramadhani, tabia za upole, tabia za watu kutofoka,
tabia za watu za kutotukanana, tabia za kuacha ugomvi. Hizo ni tabia njema ambazo Muislamu anakuwa ameweza kuzifikia katika mwezi huu. Kwa hiyo ni vyema hata baada ya Ramadhani aendelee kuwa hivyo ili apate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama kuhusu ni ujumbe gani ambao tungeelekeza kwa Waislamu walio katika nchi zenye migogoro, iwe ni fursa ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa kwa kuomba dua na kwa kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kuwadumishia mmoja na kuondolea matatizo, hasa matatizo ya vita ambayo hakuna anayeweza kuhimili matatizo ya vita ulimwenguni. Kwa hiyo zaidi ndio huu ujumbe, lakini pia sitosahau kwamba tuwaombee dua ndugu zetu walio katika nchi jirani za Kongo, nchi za Sudani, Palestina na Afghanistani na kwingine kote ambako wamejaribiwa kufikiwa na migogoro kama hiyo. Allah aondolee matatizo hayo, awadumishie usalama na awaletee umoja kati yao, na aweze kuelekeza viongozi kunako yale ambayo yatakuwa yana maslahi zaidi ya kudumisha umoja wa nchi na kuweka mbele maslahi ya raia. Ni Sheikh Yusuf Gihete wa Bujumbura huko Burundi aliyetupa nasaha na mawaidha yakizingatia siku hii ya Eidul Fitri. Kama wanavyohimizwa, Waislamu wanatakiwa kukumbuka kutoa Zakatul Fitri bila ya hiana kama ilivyoamriwa. Zakatul Fitri ni zaka inayoweza kuwa chakula au pesa za kuwasaidia watu masikini, lengo likiwa hasa ni kuwapa fursa wale ambao hawakujaliwa kuwa na uwezo wa kiuchumi nao kutojiona wanyonge katika siku hii. Marhaba ya Eid, marhaba. Marhaba ya Eid, marhaba. Marhaba ya Eid, marhaba. Marhaba ya Eid, marhaba. Na kila Muislamu mwenye kufanya kazi, mwenye uwezo anatakiwa kutoa Zakatul Fitri. Waislamu wanahimizwa pia katika Eid kutumia muda huu kuwajulia hali wagonjwa walioko majumbani, hospitalini, lakini pia jamaa na marafiki ili kutakia na kheri ya sikukuu hii. Kumbuka kwamba msikilizaji, wakati tunatambua kwamba Eidul Fitri ni siku ya furaha kwa Waislamu, lakini pia tukumbushane kwamba kwa ujumla hali katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu kuna migogoro inayoendelea, na kwenye makala hii tunaangazia pia mambo yalivyo na kukupa sura ya namna Eid inavyopokelewa kwenye mataifa hayo na hata hapa Ulaya, jinsi Waislamu walivyoikaribisha siku hii ya Eidul Fitri. Kwa Wapalestina na hasa wanaoishi katika ukanda wa Gaza, wanaikaribisha Eid wakiwa kwenye majonzi makubwa kutokana na mashambulio ya Israel dhidi ya kundi la Hamas. Na wazazi wengi wamepoteza watoto wao, huku familia nyingi zikiishi bila ya matumaini ya kuiona kesho. Miongoni mwa Wapalestina wanaoitazama siku hii ya Eid kwa huzuni kubwa ni Mohamed Al-Wadia ambaye binti yake mdogo ameuawa. Ni baba ninayemuaga mwanangu buriani akiwa na vazi la sanda badala ya kumnunulia nguo za Eid ili afurahie na kuwa kama watoto wengine ulimwenguni ambao wanaikaribisha Eid wakiwa na furaha kwenye nguo zao mpya, wakiwa na matarajio ya kuziona siku nzuri za baadaye na kesho yao. Lakini sisi tumemkaribisha mwanetu duniani na kumwaga buriani akiwa kwenye sanda ili tukamzike. Hii sio haki. Inatosha. Inatosha. Msikilizaji, wa Palestina wengi walioikamilisha Ramadhani hawana kikubwa cha kusherehekea Eid, japo wanashukuru kuitimiza nguzo ya 4 ya imani yao, yani Ramadhan. Kuna watoto yatima katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu wakati huu wa Eidul Fitri wanaohitaji misaada, tangu barani Afrika hadi huko Mashariki ya Kati. Nchini Iraq tumekitupia jicho kituo cha watoto yatima cha Safa, ambako mkurugenzi wake Safa Fala anasema Eid wameipokea kwa furaha, japo misaada wanayopata ni ya kubahatisha hata katika Eid. Msaada wetu unakuja kutoka kwa michango ya watu. Hatusaidiwi na nchi yoyote wala wanasiasa au watu wa namna hiyo. Michango tunayopata inatolewa na watu kama maafisa wa polisi, wafanyikazi na wafanyibiashara.
Kila mmoja anachangia meza ya chakula na hata nguo za Eid na jitihada za ujenzi. هذول كلهم احنا متكفلين بيهم واليوم ان شاء الله قمنا بهاي المائده. Moja wapo ya vitu muhimu, msikilizaji, vya kujikumbusha kuvifanya wakati huu unaposikia sauti kama hizo kuhusu hali ya watoto yatima popote pale ulipo ni kuwa tayari kutoa zakatul fitri. Na unapojiandaa kufanya hivyo, utambue kwamba yote hayo ni kwa ajili ya kujijengea imani na matendo yako mbele ya Muumba wako. DW msikilizaji, unaisikiliza kutoka hapa mjini Bonn moja kwa moja, tukisikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Na ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, basi natumai bado utaendelea kwa nasi katika makala hii maalum tuliokuandalia kuikaribisha sikukuu ya Eidul Fitri, ambako ni sherehe ya baada ya kukamilika kwa mwezi wa mfungo wa Ramadhani kwa Waislamu wote kote duniani. Makala inayokupa sura ilivyo duniani kwa wanaosherehekea sikukuu hii. Kwa njia ya simu kuna wasikilizaji wetu waliotutumia ujumbe wa Eid, na hasa kutoka mataifa ya Ulaya. Tuwasikie kwao mambo yako vipi. Pamoja huwa tunawajengea watoto wetu wajihisi ni sherehe yao kubwa, kama nyumbani. Tunanunulia mavazi za kwenda kwenye kusalia, tunapika chakula kizuri, tunachangia, na baadaye tunawavika zingine nguo za kwenda kutembea. Yani wajihisi ni sherehe yao kabisa yani. Kwa majina naitwa Aisha, niko Scotland. Leo ikiwa sikukuu ya Eid, tunafuraha na kumshukuru Mwenyezi Mungu kuona siku ya leo. Tumeamka kwa kuandaa watoto wetu, kuandaa familia, kupokezana salamu za Eid hapa na hata walioko nyumbani. Waswahili wengi hapa Scotland, leo ndo tunapata fursa ya kukutana, kula pamoja. Kina mama tumeweka mpango wa kupika, tutapika vyakula mbalimbali, kutakuwa na chakula cha mchana, hata chakula cha jioni. Waislamu ambao siku ya leo ni ya huzuni kwao, ambao wameathirika na vita, nchi ambazo hazina amani, wote tunawaombea Mwenyezi Mungu awasahilishie mambo yao, awafanyie wepesi, na nawatakia pia Waislamu wote ambao wako nyumbani Eid njema, Eid Mubarak. Na msikilizaji, tofauti na nyumbani huko Afrika Mashariki, kwa Waislamu wengi kwenye mataifa haya ya Ulaya hujikuta zaidi wakisherehekea wenyewe majumbani mwao kama familia ndogo ndogo, na kwa kiasi kikubwa ni siku ya kawaida tu. Lakini pia Afrika Mashariki wengi Waislamu wenyewe wanasema wanajitahidi kutembeleana, kutafuta kusherehekea kwa pamoja na kukumbushana kufanya mema, kama anavyosimulia Othman Babu anaishi huko Augsburg hapa Ujerumani. Kawaida ilivyo ya siku ya Eid upande huku kwetu Munich, tunajumuika mataifa tofauti, karibu hapa pana msikiti kwetu hapa. Kama kawaida baada ya hapo tunajumuika pamoja wa ndugu na jamaa ambao tunaishi huku. Mara nyingi mchana tunakutana kupata chakula cha mchana kula wote. Mimi kwa kweli naishi nje kidogo ya mji wa Munich, naishi Augsburg, ambapo hapa kwetu pana msikiti mkubwa tu ambao tunajumuika wote
watu haswa wengi wa East Africa, West Africa, North Africa. Kuna misikiti mingi tu, kuna Waturuki, kuna sehemu ya watu wa Afrika kama nilivyosema. Kwa hiyo tunajumuika wote hapo, tunaswali Eid kwa pamoja kama kawaida na tunasherehekea Eid pamoja. Baada ya hapo kila mmoja atakwenda njia zake kwenda kutembea Eid. Tunamshukuru Mungu, Eid njema kwanza kwa Waislamu wote. Bahati mbaya mahali tulipo kuna mgomo, itakuwa vigumu watu kwenda kusherehekea Eid na wenzetu walio Bruxelles, Antwerpen. Yani kwenye kijiji chetu tutasherehekea Eid nyumbani tukiwa tuna familia na baadhi ya marafiki watakao kuja, tutawaitisha. Nawatakia Waislamu wa dunia nzima Eid njema na washerehekee kwa amani. Hapa Ujerumani kawaida siku moja kabla ya siku ya Eid huwa natayarisha kabisa vyakula vya kwenye chai asubuhi, kama vile maandazi, sambusa, visheti, mkate wa kumimina. Baada ya kunywa chai yetu ya asubuhi, tunaanza kuwapigia simu ndugu na marafiki wa huko nyumbani Afrika na duniani kwingine kote. Na kawaida mimi na desturi hapa na vijukuu vyangu, kwa hiyo huwa nawatayarishia vijizawadi vya Eid wapate kufurahi, manake huku si kama nyumbani. Nyumbani watu tena jioni wanakwenda zao mnazi mmoja kusherehekea. Chakula cha mchana kawaida siku kama hii inakuwa ni biriani. Haya tena tunakaa tunakula, na baadaye tena baada ya kupumzika kidogo tunatoka kwenda kuimaliza siku yetu kwa kwenda kula askirimu sehemu, umeona, au kwenda kuwatembelea marafiki ambao wako sehemu si mbali na kwetu, kuwapa mkono wa Eid. Hiyo ndio siku yetu inavyomalizika hapa Ujerumani. Basi mambo mazuri kabisa namna hiyo, msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni DW Kiswahili katika makala maalum kuhusu kuanza kwa sikukuu ya Eidul Fitri kwa Waislamu kote duniani. Sherehe za Eid kawaida zinaanza kwa swala ya Eid asubuhi kabisa katika misikiti na kwenye maeneo mbalimbali yaliyotengwa mahususi kwa ajili ya swala hiyo. Msikiti mkubwa kabisa mjini Cologne hapa Ujerumani ni moja ya misikiti inayofurika kwa kiwango kikubwa sana hapa Ujerumani katika jimbo hili la Mto Rhine katika wakati huu wa Eidul Fitri. Kumbuka kwamba nchini Ujerumani kuna idadi ya takriban Waislamu milioni 5 na kwa kiasi kikubwa ni wenye asili ya kigeni. Na kabla ya kukamilisha makala hii, nikupe sura tu ya hali ilivyo huko nchini Morocco na Bangladesh, ambako pia ni mataifa ya Kiislamu na sikukuu ya Eid inachukua nafasi kubwa sana katika mataifa hayo. Wakati Afrika Mashariki kina mama na mabinti wakihangaika kulilia mahabaya kwa ajili ya kupendeza sikukuu ya Eid, Mariam Titu kutoka Morocco, yeye anasema kwao Eid hasa haiwezi kunoga bila kina mama na watoto wa kike kupata vazi la asili la Kimaroko aina ya kaftan. Kama wazee wetu walivyotufundisha, tunanunua mavazi ya asili kila Eid. Mama zetu wananunua kama ambavyo wananunua pia kina baba, kaka zetu, watoto zetu pia lazima wanunuliwe na wajukuu pia, na huo ndio utamaduni wetu tunaofanya kila mwaka. Unajua, hii sio sikukuu ya kununua tu maguo ya kawaida. Ni muhimu sana kwetu kwenye Ramadhani, Eid al-Fitri na Eid al-Adha lazima kuvaa mavazi ya asili.
Kwetu sisi naweza kusema kwamba mara hii kuna furaha ya kusherehekea Eid. Furaha ni kubwa zaidi kwa sababu Bangladesh iko huru. Tena kimsingi hii ni Eid ya kwanza iliyoingia nchi hii ikiwa huru kikweli kweli. Na naamini kuna furaha ya kipekee kabisa miongoni mwa wananchi. Tumefanya manunuzi kwa utulivu kabisa na bei sio mbaya sana na tumezimudu. Hiki ni kitu kizuri sana. Mambo mazuri kabisa hayo. Ishrat Jahana Nila ni Bangladesh hapo. Yeye ametupa picha aliyoisimulia hapo. Ni kwamba Eid nchini Bangladesh mara hii imeingia wananchi wengi wakiwa kwenye utulivu na furaha kubwa na imani kubwa kabisa. Na basi kufikia hapo makala hii maalum ya Eid al-Fitr iliyotazama hali ilivyo duniani kwa waumini wa dini ya Kiislamu wanaosherehekea siku hii leo ndo nimefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba niliyekuandalia makala hii. Hadi mara nyingine na kutakia Eid Mubarak kwa niaba ya DW Kiswahili na kwaheri. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Mtenda mabaya wewe mwenyewe hujijui. Ukiwa mtenda mabaya kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya uko nako kwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi usawa hata madugu zako. Weni walimwengwa wana wema, Mola wape nini? Ukiwa mtenda mabaya wewe mwenyewe hujijui. Ukiwa mtenda mabaya kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya uko nako kwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi usahau hata madugu zako. Weni walimwengwa wana wema, Mola wape nini? Ukiwa mtenda mabaya wewe mwenyewe hujijui. Ukiwa mtenda mabaya kila siku nasema unaonewa. Ukiwa mtenda mabaya uko nako kwenda pia ni pabaya. Ukiwa na roho mbaya kweli tutakuogopa. Ukiwa na pesa nyingi usahau hata madugu zako. Weni walimwengwa wana wema, Mola wape nini? Adui wako
kumwamini ni wakakuwa moyo na msadiki